Simba Sport Club wameamua kuto kukaa kinyonge, wameamua kujibu mapigo kuelekea kwenye klabu ya Young African, na hii yote ni baada ya kumpoteza aliyekuwa mshambuliaji wao muhimu sana Selemani Mwalimu, ambaye alikuwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa mkopo akitokea katika klabu ya Wydad Casablanca. Sasa Simba amempoteza mchezaji huyo, taharuki imezua ndani ya wekundu wa Msimbazi, lakini immediately Simba chap wameamua kujaza nafasi iliyoachwa wazi na Selemani Mwalimu. Sasa Simba Sport Club imeshusha mashine mpya ambayo inashuka kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi, na huyu ni hatari kuliko huyo Selemani Mwalimu. Wana Simba wamefurahi baada ya kusikia hii taarifa. Sasa wewe kama mwana Simba, cha kufanya ni kuungana nasi mwanzo mpaka mwisho uweze kujua, je, ni mashine gani hili, lakini pia ni pigo gani hili wekundu wa Msimbazi wameamua kulijibu kwa wapinzani wao Young African. Lakini kama wewe mpenda michezo na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, basi hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani, na utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa za kimichezo zaidi kutoka kwetu. Sasa leo tunaenda kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, ambayo inapitia taharuki baada ya kumpoteza aliyekuwa mshambuliaji wao, mshambuliaji wa thamani kabisa Selemani Mwalimu, ambaye alikuja kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa mkopo akitokea klabu ya Raja Casablanca, na baada ya kumaliza mkopo wake Selemani Mwalimu akarudi kwenye klabu ya Wydad, ambapo timu hiyo ya Wydad FC imezungumza tayari na wapinzani wake Young African. Hivyo basi Selemani Mwalimu ametoka mikononi mwa wekundu wa Msimbazi na hatimaye ameenda kwenye wapinzani wake Young African, na tayari ameshajiunga na Young African. Sasa Simba, baada ya kutokea hiyo taharuki, mashabiki wamekuwa wakicomment mambo mengi sana kuhusiana na wekundu wa Msimbazi. Sasa wekundu wa Msimbazi wameamua kuja na surprise hii hapa kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi, na Simba wameamua kwenda kwenye timu ambayo ilicheza na klabu ya Young African kwenye tamasha la Yanga Day, Los Angeles du Congo, ambako kuna mshambuliaji anaitwa Tony Telas Madudu. Simba Sport Club tayari imeshamalizana naye Tony Telas Madudu ambaye aliwafunga wana Yanga. Hivyo basi Simba Sport Club ameona huyu ndiye ambaye anawafaa na ndiye ambaye anakuja kunawasa kujaza nafasi ya Selemani Mwalimu, na huyu si mwingine ni Tony Telas Madudu, raia wa Kongo mwenye miaka 20 akitokea Angeles du Congo ya kule Kinshasa ya Kongo. Na timu hii imeshika nafasi ya pili kwenye ligi ya Kongo, inacheza klabu bingwa barani Afrika baada ya kushika nafasi ya pili. Hivyo basi Simba Sport Club tayari wameshanasa saini ya mshambuliaji huyu, kilichobaki ni kumtambulisha tu kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Simba wanataka kuimarisha safu yao ya ushambuliaji ambayo itaongozwa na Tony Telas Madudu, lakini pia kuna Dumbia ambaye anacheza kama forcing number 9, lakini pia kuna Elim Panzo ambaye mara kadhaa Mwalimu amekuwa akimtumia kama striker. Hivyo basi wekundu wa Msimbazi wanafarijika kusikia baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kutafuta mbadala wa Selemani Mwalimu, Tony Telas Madudu ambaye ni mchezaji hatari sana kuwahi kutokea ndani ya DRC ya Kongo. Tutarajie nini kumuona Tony Telas Madudu kwenye NBC Premier League? Lakini Simba bado wanasema wajamaliza, kutokana na hasira walizonazo watazidi kuleta wachezaji wa kigeni, ambapo bado dirisha kubwa la usajili lijafungwa. Kabla ya dirisha kubwa la usajili lijafungwa, Simba Sport Club wamepanga kuleta X Factor ambaye ni atakuja kuamua matokeo kwenye mechi kubwa. Je, ni X gani Factor huyo ambaye atatua kwenye kikosi cha Simba Sport Club? Taarifa hizi zote utazipata hapa Tubone Media. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.